ndani ya mtumishi wa Paulo mpaka ndani ya maaskari, na wakajua kwamba kweli kabisa katika vifungo naye Bwana ameonekana. Kanisa la Kristo unaweza kuwa umefungwa kama vile Roho Mtakatifu ananena mahali hapa, lakini haujamwacha Bwana, uko pamoja na Bwana. Paulo anasema kwamba kwa sababu ya neno lake amepita katika vifungo vingi, katika askari, kuwekwa jela, kupigwa na kudharauliwa, lakini ni kwa sababu ya Kristo. Kwa hivyo yeye anaishi kwa sababu ya Bwana. Kwa mateso, kwa mapito yote ambayo mwanadamu anapitia, Mkristo anapitia, kanisa la Kristo, Paulo anasema ni kwa sababu ya Yesu. Nimesimama kwa sababu ya Bwana, tunaeneza injili kwa sababu ya Bwana. Paulo anasema hata vifungo vyangu vimekuwa dhahiri katika Kristo. Biblia inasema miongoni mwa askari, hata ndani ya jela. Paulo alipewa kunena lugha nyingi zaidi. Alipelekwa kwa Wayunani, alinena Kiyunani. Alipelekwa kwa Waibrania, alinena Kiebrania. Alisema mimi ni ndugu pamoja na hawa. Je, tunanifunga kwa sababu ya nini? Neno la Bwana likaenezwa mpaka ndani ya jela, hata maaskari wakashuhudia. Biblia inasema kwamba akataka kujiua kwa sababu aliona kwamba huyu ndugu haipo. Na Bwana akasema kwamba maana sisi tuko wote. Tumisha Mungu akasema hakuna hata mtu mmoja anaondoka. Na yule ndugu akapata wokovu kwa sababu alikuwa ni mlinda lango la jela. Paulo anasema nini? Hata katika askari, hata ndani ya vifungo vyake ambavyo alikuwa amefungwa, neno la Bwana halifungwi. Biblia inazungumzia kwamba hata vifungo vyangu vimekuwa dhahiri. Yaani kufungwa kwake kumeonekana, kumejulikana. Popote anapoingia, anapotoka kanisa la Kristo, Paulo alikuwa ni pingu tu peke yake. Mpaka alipopelekwa kwenda katika ng'ambo nyingine ndani ya bahari, mashua ikaenda hivi na hivi, wakatupa kila kitu ndani ya bahari ili waweze kujiokoa. Lakini Paulo alikuwa ndani, amefungwa mikono na miguu minyororo, anapelekwa ng'ambo ile kwenda kuojiwa. Na maandiko yanazungumzia kwamba yeye alikuwa amefunga kwa siku 14 na aliweza akatoa unabii, na wote walikuwa katika ile mtumbwi wakapokea uponyaji na wakatambua kwamba Paulo alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Inalifundisha nini kanisa la Kristo? Inabidi popote unapoenda na jina la Bwana lipatikane, lijulikane. Kuna mtu akiwa katika kikundi ya mahali pa ujenini hawezi kujionyesha kwamba yameokoka. Lakini Paulo anasema nini? Hata ndani ya jela, hata kwa maskari wote walinyamaza kimya. Walifunga wakasema, kuna watu 40 wakasema leo tunaenda kufunga ili mpaka Paulo auawe. Atakapopelekwa huko njiani tutamvishia na tutamuua yeye. Kijana mmoja akawa mahali pale anasikiliza, na akapelekea mjumbe, akapelekea mfalme habari, na akasema kesho ndio mnapeleka Paulo. Watu wamekula kiapo kusema kwamba watamuua njiani. Na habari ikaletwa kwa mfalme akatoa askari 600 wakalinda Paulo njiani mpaka bila kifika. Kama nilinda Paulo, mbona asilinde kanisa, asikulinde na wewe, asilinde taifa, asiinue huyu mtu aliye chini. Bwana Yesu asifiwe. Nasema kwamba kuishi kwa Paulo ni Kristo, kuishi kwako ni Bwana, kwa kanisa ni Yesu. Kwa hivyo ondoa hofu, maana Mungu wetu yupo na alishinda. Kama mwana wa Mungu alishinda mauti na alikubali. Akasema Baba, ninaenda kwa sababu ya kubeba mizigo yote ya wanadamu duniani. Bwana Yesu asifiwe. Jumbe ni kuishi kwake ni Yesu. Biblia inasema kwamba lakini ndugu zangu, nataka mjue ya kuwa mambo yote yaliyonipata, mambo yote ambayo yatakupata wewe, yametokea zaidi kwa kuieneza Injili. Ninafurahia hiyo sehemu sana. Kwa sababu ya Injili ndio vile nimefanana. Sababu ya Injili ndio sababu napita katika mateso, lakini Bwana ni mwaminifu. Kanisa la Kristo hawezi hata mtu mmoja ambaye anataja jina lake apotee. Hawezi. Amenena mambo makubwa mahali hapa. Mambo makubwa, watoto kikuja hapo napata mama, Shetani amewafunga na vimefunguliwa. Na baada ya kufunguliwa, aliyefunga yuko mashakani. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana baada ya Shetani kukuja na kuachilia ile nyoka ikapita kwa mikono ya Yesu, ikakuja ikaenda, Bwana aliinuka tu na akakataka kichwa na akatazama katika angani. Amevaa nguo ya zambarau, nywele ni ndefu mpaka chini huko. Yeye alikuwa na moto tu, anaangalia ni nini kinatokea. Katikati ya miguu yake aliachilia nyoka na imepiga ikapita katikati ya mikono. Bwana alikuwa anaomba, ameshika nyasi na mchanga, ikapita katikati yake.
akakanyaga kichwa na mambo yote iliisha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mjaribu huja anataka kuona kwamba ili aangamize imani yako, lakini alishindwa msalabani. Mambo yote yaliisha. Mjaribu huja ili kufanya imani ya Mkristo ipungue, ianguke, uachane na ile target ambayo ulikuwa unataka kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Majaribu huja, shetani huja ili kujaribu imani, yaani kudhoofisha imani ya huyu mtu ili apate nafasi, na imani yako ikirudi chini, ndio kwamba mambo yote yameisha. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio Paulo anazungumzia, anasema kwamba anataka, ndugu zangu, nataka mjue ya kuwa mambo yote yaliyonipata yametokea zaidi kwa kuieneza Injili. Na Bwana akasimama. Na Paulo anasema kwamba anaambia wale, kuishi kwangu ni Kristo, kutembea kwangu ni Kristo. Kuna watu wako jela leo hii wanaomba, wamefungwa tu kwa sababu ya masikisi, wamewekwa ndani kwa sababu hawakufanya jambo lolote lile, hawakufanya jambo, lakini wako ndani. Lakini akiwa ndani, Paulo anasema kuishi kwake ni nani? Ni Kristo. Na kama kuishi kwa Paulo ni Kristo, je, shetani anapita wapi? Katikati yetu. Kufika leo hii kanisa la Kristo ni Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tuwe na mpendo, tuwe na amani. Pande Kristo yote yanawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nashukuru Bwana kwa sababu ya nafasi hiyo. Natumaini maombezi yameshafanyika. Sijui kama kuna mmoja anasema tena niwekwe mkono. Na Bwana anashuka na amesema mambo makubwa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio mwenye nyoka, mwenye mambo mengine. Wacha tu niwaambie. Mungu wa kufunga, funga. Vipi mjifungue wenye mfunguliwa? Aliyefunga hapo mshoka. Yes. Hiyo ni lazima. Hiyo si. Bwana anasema hapana uchawi wala uganga katika yako. Yeye ndiye hakuna. Huwezi funga mtoto wa kufunga na ndoa na mambo mengine na kaita msukumo. Haiwezekani. Wanaweza sifiwe. Haleluya. Na kuna vitu vingine vinatuingia pasipo sikujua. Kuna vitu vingine ambavyo unapata, unavaa, unakula, unakunywa, mnashiriki kwa pamoja, alafu unapata katika maono mambo yanakuja yanatokea mabaya. Haleluya. Niza tutaongea baada ya ibada usiye. Haleluya. Wanaweza sifiwe. Shetani ana mbinu nyingi sana, lakini Paulo anasema kuishi kwake ni Kristo. Yake yanamdanganya ni Bwana. Na yeye Bwana ndio thibitisho katika maisha yetu. Nashukuru kwa sababu ya ukombozi. Bado nakaa lakini kuna watu hapo ndani. Ukiona wewe unyamazi kidogo hivi ndo mnahisi wewe ni pepo. Shetani ambaye analeta kwenye kugonganisha. Kuna ile roho ambayo iko ndani haitaondoka, na wakati ikifika itatoka. Usishangae hata upakane vumbi, zikianguka tutapakana vumbi kabisa. Bwana asifiwe. Wazee huko. Wazee ni waoga sana. Unajua ndio unaolewa lazima. Paulo anasema si mimi bali ile dhambi kaya ndani ndiye inafanya. Haukai unaondoka tu, lazima uende tu kwa fulani. Lazima uende zunguzeko tu ya mambo fulani. Lakini Bwana ni mwaminifu. Haleluya. Bwana wetu ni thibitisho katika jina la Yesu. Bwana anazungumzia mambo makubwa ambayo ni ya neema, mambo ambayo yanabariki, mambo ambayo yanafungua. Biblia inasema na tukimbie hizo dhambi. Biblia inasema kwamba hata vifungo vyangu vimekuwa dhahiri katika Kristo. Yaani imekolea, imekomaa hata katika maskari. Haleluya. Na Biblia inasema na wengi kwa hao ndugu walio katika Bwana hali wakapata kudhibitika kwa ajili ya kufungwa kwangu, wamezidi sana kudhubutu kunena neno la Mungu pasipo hofu. Hata ndugu wale wakapata neno la Bwana. Biblia inasema wamezidi zaidi kunena pasipo hofu, kwa sababu alishinda.
Leo hii hata nikizungumzia juu ya Paulo, juu ya Elia, juu ya Enoch alikuwa anaenda mbinguni, Timotheo akapanda juu mlima, akaenda. Elia pepo kisulisuli kakuja, ikamnyakua akapanda juu hiyo gari, na magari yote kakuja hizo tayari wakaenda mpaka na leo hii. Bwana anaye uwezo na mamlaka. Vifungu vyote ambavyo vimefungwa vimeisha. Haleluya. Amen. Bwana wabariki. Baba, katika jina la Yesu tunaheshimu na kukupa sifa. Baba, kujitangulia na ukashusha uponyaji na ukombozi. Neno lako ni dhabiti, wamelisikia. Wacha likae wingi katika mioyo yao. Neema yako ikawa juu yao, imeshatakasika, imeshafunguliwa. Katika jina la Yesu tunajiamini. Ndiye Bwana makofi. Ndio Bwana wetu ni mwaminifu. Wacha Bwana awatende mema.